kwa sababu ya neema ya Mungu mliopewa katika Kristo Yesu. Kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye, katika maneno yote na maarifa yote, kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu. Hata hamkupungukiwa na karama yoyote, mkitazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu ni mwaminifu, ambaye mliitwa na yeye muingie katika ushirika wa mwanawe Yesu Kristo Bwana wetu, na useme amen. Twende tena. Waraka wa tatu wa Yohana Mtume, ina sura 1, nitasoma mstari wa kwanza na mstari wa pili. Waraka wa 3 wa Yohana, sura ya 1, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sema amen. Wow. Somo letu ama ujumbe wetu, kama nilivyotangulia kusema, ni utajiri wa rohoni au utajiri wa kiroho. Utajiri wa rohoni au utajiri wa kiroho. Tunapozungumzia utajiri, kwa maana tufupi, utajiri ni utoshelevu. Utajiri ni utoshelevu, ama utajiri ni kutokuwa muhitaji, au utajiri ni kutokupungukiwa. Utajiri ni utoshelevu, utajiri ni kutokuwa muhitaji, lakini utajiri ni kutokupungukiwa. Chochote unachokitaka unakipata kwa wakati. Ndio maana nasema mlitajirishwa katika mambo yote, wala hamkupungukiwa. Mlitajirishwa katika mambo yote, wala hamkupungukiwa. Ni utoshelevu. Halo. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 17. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. 17a peke yake. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu. Huyo ndiye tajiri. Haleluya. Tajiri amejitajirisha. Tajiri hana haja ya kitu. Tajiri hajapungukiwa kwa mambo ya mwilini, hajapungukiwa na chochote. Aina za utajiri, ziko aina mbili za utajiri. Kuna utajiri wa mwilini, lakini kuna utajiri wa rohoni. Napozungumzia utajiri, uko utajiri wa mwilini
lakini uko utajiri wa rohoni. Utajiri wa mwilini ni uwezo wa mtu kuwa na pesa za kutosha, kuwa na vyanzo vingi vya mapato na kuwa na mali nyingi. Huo ni utajiri wa mwilini. Haleluya. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Ayubu sura ya kwanza. Jitahidi kuwa unasikiliza vizuri. Macho yako kama yanakuwa mazito, Mungu akusaidie yawe mepesi. Kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha wazaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wa upande wa mashariki. Alikuwa tajiri, alikuwa na mali nyingi. Haleluya. Tunapomtazama Ayubu kama mtu anayetajwa kuwa alikuwa ni tajiri, lakini haimtaji Biblia, haimtaji tu Ayubu kama ni mtu aliyekuwa tajiri. Utajiri nyakati za Biblia, nyakati za wenzetu, zilikuwa zina utajiri wa mtu ulikuwa unapimwa kwa namna alivyokuwa na miliki mifugo. Tukiwa na mifugo, tukiwa na watu wengi nyumbani kwake anaowahudumia. Lakini utajiri pia ulikuwa unapimwa kwa mali, kwa aina ya madini mtu ambao alikuwa nayo. Kwa na dhahabu, kwa na madini mbalimbali, kwa na shaba, kwa na fedha. Mara nyingi fedha inapotajwa natajwa kama madini ya fedha. Kwa Ayubu alikuwa ni tajiri wa mwilini, lakini hakuwa tajiri tu. Ayubu, Biblia inamtaja alikuwa ni mtu aliyekuwa anamcha Mungu. Bwana asifiwe. Ayubu alikuwa ni mtu aliyekuwa akimcha Mungu, na inamtaja kuwa alikuwa ni mtu mkamilifu, ni mtu mwelekevu, aliyeepukana na uovu. Tunapozungumzia utajiri wa rohoni, utajiri wa rohoni ni utajiri wa muhimu, lakini utajiri pia wa mwilini, utajiri wa kuwa na pesa, utajiri wa kuwa na mali, utajiri wa kuwa na assets mbalimbali, huo pia utajiri ni wa muhimu sana. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kuwa tajiri wa mali, kuwa na utoshelevu, kuwa na asset, kuwa na rasilimali, kuwa na vyanzo vingi vya mapato, kwa mtu wa Mungu ni jambo jema, kwa sababu utajiri wa namna hiyo una nafasi kubwa katika kujenga ufalme wa Mungu.
Haleluya. Haleluya. Kwa maana Ayubu alikuwa ni tajiri, lakini alikuwa na mcha Mungu. Ukisoma sura ya 13 kitabu cha Mwanzo 13, Mwanzo 13 mstari wa kwanza, Biblia inasema Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Haleluya. Haleluya. Hawa ni miongoni, Ayubu ni miongoni mwa watu waliokuwa kimcha Mungu. Ayubu na Ibrahim wanatajwa walikuwa ni watu wanamcha Mungu. Ibrahim anatajwa kuwa baba wa imani. Lakini Ayubu ni mtu ambaye Mungu anajivunia, anamwambia Shetani, umemwona mtumishi wangu Ayubu namna anavyonicha? Mungu anajivunia Ayubu ni tajiri, lakini anamcha Mungu. Haleluya. Haleluya. Shetani anamwambia, huyu Ayubu unafikiri anakucha bure? Anakuhofu bure? Anakuheshimu bure? Ni kwa sababu umempa mali, ni kwa sababu ni tajiri, ndio maana anakuheshimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunapozungumzia utajiri wa rohoni, lazima tukumbuke kuna utajiri wa mwilini pia, kuwa na pesa. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuwa na nini? Kuwa na nini? Kuwa na pesa. Na huo ndio mpango wa Mungu wa kumleta Yesu Kristo. Biblia inasema ingawa alikuwa ni tajiri, ila alijifanya maskini ili kwa umasikini wake sisi tupate kuwa matajiri. Haleluya. Alikuwa hana mavazi ya kutosha ili sisi tuliokoka tuwe na mavazi ya kutosha. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Ndio maana miongoni mwa mambo mimi napenda kumuona mtu amevaa vizuri. Haleluya. Ukiwa mtu anayevaa vizuri, mtu aliyeokoka, anapovaa vizuri, anampa Mungu heshima. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuvaa vizuri sio kuwa na mavazi mengi. Unaweza kuwa na mavazi machache na mavazi kidogo, lakini unapovaa hiyo kauka ni kuvae. Unapoivaa, unaivaa ikiwa safi, ni heshima kwa Mungu. Mshike mkono jirani yako, mwambie usidhalau kuvaa vizuri.
Haleluya. Unavaa vizuri, unapopita unakwenda kanisani, una Bible yako, una mkoba wako mzuri, una nywele zako zimesukwa vizuri, umeweka dawa vizuri. Haleluya. Biblia haikatazi mwanamke kujipamba. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Wanawake unanisikia? Biblia haikatazi wanawake kujipamba. Haleluya. Haleluya. Ila tujipambe kwa utu wa ndani na mavazi ya heshima. Lakini kujipamba kwetu pia kuwe na kiasi. Haleluya. Tunapojipamba, kujipamba kwetu, watu wanapotutazama sisi wanawake, wanapowatazama wanawake wa dunia, waone tofauti kati ya mtu aliyeokoka na mtu ambaye hajaokoka. Watu wamejipamba, lakini kuna tofauti ya aliyejipamba, huyo aliyeokoka, na huyo aliyejipamba ambaye hajaokoka. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sio kujiachia tu, lakini sio kujipamba. Kujipamba kwetu kuwe na kiasi. Biblia inasema yako mavazi ya kikahaba. Kuna mavazi kwa unaweza kuwa unavaa, kuna mishono unaweza kuwa unashona. Watu wanapokuangalia wanasema huyu hajaokoka, huyu ni mtu wa dunia. Lazima kuvaa kwetu kuwe tofauti na watu wa dunia wanavyovaa. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kwa mawazo ya Mungu, Yesu alifanyika masikini ili sisi kwa umasikini wake sisi tupate kuwa matajiri. Halo? Halo? Hakuwa na nyumba. Tumoja anamwendea Yesu. Anamwendea Yesu anasema, Yesu, mimi nitakufuata popote. Popote nitakufuata. Yesu akamwambia akasema, ndege wanaviota, lakini mwana wa Adamu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Hakuwa na nyumba ya kuishi ili wewe uwe na nyumba ya kuishi. Uwe tajiri kwa jina la Yesu. Nasema uwe tajiri kwa jina la Yesu. Uwe na mavazi ya kutosha kwa jina la Yesu. Haleluya. Hata kama kila Mungu akikupa neema, kila Jumapili unasema kila Jumapili nitavaa upya, unampa Mungu heshima. Halo. Na ndio mpango wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Tuwe matajiri. Mambo mengi tunayoyaona, ambayo tunayaona kwa macho ya nyama, yanafanywa na vitu vinavyoonekana pesa. Halo? 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 Unanisikia hivi? Nimeshika microphone. Kilichonunua ni pesa ilitoka. Anasaidia sana. Haleluya. Napenda kanisani kuwepo na matajiri, kwa sababu matajiri wakiwepo, ambao mmoja wapo ni wewe. Sema mmoja wapo ni mimi. Sema mmoja wapo ni mimi. Kwa sababu nikianza kusema hivi, kuna mtu anajiondoa kana kwamba yeye, Yesu hakufa kwa ajili yake. Yesu alifanyika masikini ili wewe upate kuwa tajiri. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana niliwahi kusema siku moja,
Nikasema mwanadamu kuzaliwa masikini, na wote wanazaliwa masikini. Hakuna anayezaliwa tajiri. Ndio maana wote, kila anayezaliwa anazaliwa akiwa yuko uchi. Kuzaliwa ukiwa masikini, nilisema ni mapenzi ya Mungu. Ni Mungu ameruhusu kila mtu azaliwe kuwa masikini, azaliwe masikini. Lakini kuamua kuwa tajiri au kuwa masikini ni uamuzi wa kwako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maamuzi ya wewe kuja kufa maskini au kuja kufa tajiri, uamuzi ni wa kwako. Wala huhitaji kumlaumu mtu yoyote. Utakiwa kusema mimi sikusoma, wazazi wangu hawakunisomesha. Matajiri wengi hawakwenda shule, wamejiendeleza baada ya kuwa matajiri. Bwana atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitumia vema utajiri wako, unampa heshima Mungu. Ndio maana Biblia inasema muheshimu Bwana. Kwa nini? Kwa mali zako. Jambo linaloweza kufanywa na watu wengi, wakiwapo matajiri wachache, akiwapo tajiri mmoja, anaweza akafanya peke yake. Manake nini? Anapunguzia mzigo watu wengine ambao bado wanajitafuta. Haleluya. Hatuwezi kuwa matajiri wote kwa wakati mmoja. Tunatofautiana. Kila mtu ana kipindi chake cha kuinuka. Haleluya. Haleluya. Kwa tajiri mmoja, kwa ukimwona mtu anafanikiwa, huyo anafanikiwa, ona kufanikiwa kwake yeye pia ni kwa faida yako wewe hapo. Atafanya kile kitu ambacho wewe usingeweza kufanya, lakini yeye anaamua anafanya kwa sababu yeye ni tajiri. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Ndio maana Mungu akikupa nafasi ukasema mimi ni tajiri kuliko mtu fulani, mimi ni mtu nimeajiriwa, nina mshahara, mtu mwingine hana mshahara, inapofika swala kumpa Mungu heshima, upaswi kumwangalia yule asiyekuwa na kazi. Fanya wewe kwa niaba yake yeye. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yesu alipokufa baada ya kuuawa, wakati watu wamekimbia, Yesu amekufa msalabani, Biblia inasema akatokea mwanafunzi wa Yesu anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Biblia inasema yeye alikuwa ni tajiri. Yesu alipokufa, Yusufu akamwendea Yesu, akamwendea Pilato, akasema nauomba mwili wa Yesu niende nikauzike. Akaomba mwili wa Yesu, na alikuwa amechimba, ametengeneza kaburi la kifahari. Wenzetu matajiri wa Yahudi, mtu tajiri alikuwa anaweza akajitengenezea kaburi kabla hajafa. Anasema mimi nikifa mtanizika kwenye kaburi hili hapa. Kwa hiyo Yusufu wa Arimathaya akawa amejitengenezea kaburi pangoni.
Akasema kaburi hili mimi nitakapokuja kufa, wao waliamini kwamba kufa kutakuja kutokea. Walijiandaa kwa kufa. Walijiandaa kwa kufa. Wacha Mungu walijiandaa kwa maneno yote mawili, lakini walijiandaa baada ya kufa kwao watazikwa katika hali gani. Kaburi aliyokuwa ameliandaa yeye la heshima, ndio alikwenda kumchukua Yesu, mwili wa Yesu. Biblia inasema akaenda akamzika. Jambo ambalo lingefanywa na watu wengi, wangechangia sanda, wangechangia nini, alifanya tajiri mmoja anaitwa Yusufu wa Arimathaya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiona mimi nina nafasi ya kufanya jambo hili peke yangu, unaweza ukafanya peke yako. Ndio maana Mungu amekufanya wewe kuwa tajiri miongoni mwa watu maskini, amekutajirisha wewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Anapokuta wewe, anakutajirisha wewe, anataka kupitia utajiri wako, kupitia mafanikio yako, umpe Mungu heshima. Daudi akamwendea Nathan, akamwambia, haipendezi mimi kukaa kwenye nyumba ya mielezi, nyumba ya kifahari, wakati sanduku la Mungu linakaa kwenye mapazia. Haiwezekani. Daudi alikuwa ni tajiri. Daudi alikuwa na mali. Akajiangalia yeye, akaangalia na sanduku la Bwana, akasema haiwezekani Mungu akae kwenye mapazia, akae kwenye vumbi, mimi nikae kwenye tiles. Haiwezekani. Akasema nataka nimjengee Mungu nyumba. Nataka, sio nataka, tunataka. Nataka nimjengee Mungu nyumba peke yake. Bwana asifiwe. Anataka mpe Mungu heshima, na Mungu anamwambia Nathan, anasema nenda kamwambie Daudi, kamwambie. Ni kweli alikuwa na wazo jema, amewaza vema. Sijawahi kutaka mimi wakati wote nijengewe nyumba, lakini kwa kuwa Daudi amewaza, ameniwazia mimi anijengee nyumba, nenda kamwambie Daudi mtumishi wangu, nitamfanyia jina. Unapompa Mungu heshima, unapompa Mungu heshima, haleluya, haleluya, Mungu analikuza jina lako. Mungu anaongeza mali zako. Unapompa Mungu heshima, Biblia inasema yeye atakayeniheshimu nami nitamheshimu. Yeye atakayenidharau nami nitamuona kuwa si kitu. Mungu anapokupa mali, anataka mali hizo, pesa hizo, pamoja na mambo yako, zitumie pia kumpa Mungu heshima. Na useme amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Matajiri, utajiri ni mzuri nyumbani mwa Mungu. Mpige Yesu makofi. Timotheo wa kwanza, pamoja na uzuri wa matajiri, lakini matajiri pia wanapewa angalizo. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Mtu mmoja nisaidie kusoma hapo. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Soma mpaka mstari wa 19. Neno la Mungu linasema,
Neno la Mungu linasema walio matajiri wa ulimwengu wa sasa, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, waagize wasiwe na kiburi, wala wasiutumainie utajiri, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, usio wa kutegemewa, bali wamtumaini Mungu, atupaye vitu vyote ndio kwa wingi ili tuvitumie kwa furaha. Ndio watende mema, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, wakishirikiana na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba, iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio wa kweli. Amen. Hallelujah. Paulo anamuhusia Timotheo, anamwambia matajiri walioko Efeso waambie, matajiri waliopo katika kanisa la Efeso, walikuwa matajiri, nenda ukawaonye wasijivune. Bwana asifiwe. Kujivuna ni kuwa na kiburi. Waambie wasijivune. Maana wakiwa matajiri wawe wanyenyekevu. Haleluya. Mungu anapokupa neema ya kuwa tajiri, muombe sana Mungu anayekupa utajiri, muombe sana akupe moyo wa unyenyekevu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Waambie wasijivune, wasiwe na kiburi. Mtu anaweza kaa ni tajiri na anasema mimi ni tajiri, bila mimi hakuna kinachoweza kufanyika, na mimi sitafanya chochote. Moyo wa mtu anayejivuna anasema nitakaa pembeni, alafu nione hicho mnachotaka kufanya, nione kama kitafanyika. Huko ni kujivuna. Haleluya. 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 Kujivuna ni kusema kila kitu nitakachotaka mimi, nataka hicho ndo kifanyike. Nikisema hiki kifanyike, nikipingwa nasema hapana, siwezi kufanya chochote. Hicho ni kiburi. Haleluya. Haleluya. Waambie wawe wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini. Utajiri huu, ndugu zangu, wa mali tulionao sasa, anasema wajiwekea akiba. Mtu autumie kujiwekea akiba mbinguni, kwa sababu utajiri huu tulionao una mwisho. Leo naweza kuwa tajiri, kesho ukawa sio tajiri. Bwana Yesu natusaidie sana. Bwana Yesu natusaidie sana. Haleluya. Waambie wawe matajiri kwa kutenda mema. Ukiwa tajiri, kama unawekea utajiri, mwambie Mungu, nipe neema ya kutenda mema.
Bwana tusaidie. Haleluya. Waambie washirikiane na wenzao, wasijitenge, washirikiane na wenzao. Wenzako akilia, lia pamoja nao. Wenzako akicheka, cheka pamoja nao. Haleluya. Haleluya. Huu ndio usia Paulo anamwambia Timotheo, waambie matajiri washirikiane na wenzao. Lakini anasema wawe matajiri. Nami nasema uwe tajiri kwa jina la Yesu. Uwe tajiri kwa jina la Yesu. Haleluya. 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 Utajiri wa kimwili, utajiri wa mali ni wa muhimu sana. Lakini utajiri wa rohoni ni wa muhimu zaidi. Abarikiwe Yesu. Abarikiwe Yesu. Abarikiwe Yesu. Tunaposema utajiri wa rohoni ni mzuri zaidi, ni bora zaidi, tunazungumzia mafanikio ya mtu wa rohoni. Mtu namna anavyoweza kuwa amefanikiwa ndani, amefanikiwa rohoni. Utajiri huu wa rohoni ni wa muhimu kwa sababu gani? Kwa sababu utajiri wa rohoni ni msingi wa mafanikio ya mwilini. Ukitaka utajiri wako wa mwilini udumu, ukitaka mafanikio yako ya mwilini yadumu, lazima yakae kwenye msingi imara wa kiroho. Utajiri wa rohoni ndio unaobeba utajiri wa mwilini. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Yohana anamwandikia Gayo, anamwambia mpenzi Gayo, naomba ufanikiwe. Naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako njema kama roho yako inavyofanikiwa. Anamuombea, amemwangalia Gayo, ameona Gayo amefanikiwa rohoni. Gayo ana msingi mzuri wa rohoni. Sasa nasema juu ya msingi huo, nataka mafanikio ya mwilini, utajiri wa mwilini uje juu yake. Ndugu zangu, hakuna kitu cha muhimu. Wajenzi wanaelewa, wajenzi wa majengo wanaelewa. Unapotaka kujenga nyumba, kitu ambacho akili zako, nguvu zako, rasilimali zako unapaswa kuelekeza huko, kwanza ni kwenye ujenzi wa msingi. Haleluya. 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 Msingi ndio unaobeba jengo. Msingi ukiwa sio imara, msingi ukiwa mbovu, jengo lako halitaweza kufika mbali, litaanguka tu. Na wataalamu wakija, mainjinia wakija, wahandisi wakija kukagua msingi, wakija kukagua jengo, cha kwanza wanaangalia uimara wa msingi.
Wakiona msingi ni mbovu na wamefika kwenye renta, umefika kwenye ghorofa ya kwanza, watakachofanya atakwambia bomoa jengo lote, bomoa na msingi, anza kujenga upya, sababu nyumba itaanguka. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Ndio maana mjenzi yeyote anayetaka kujenga nyumba lazima awekeze kwenye ujenzi wa msingi kwanza. Na huyo anaitwa ni mjenzi mwenye hekima au mjenzi mwenye akili. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mtu yeyote ayasikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Mtu mwenye akili ni yupi? Ni yule alipoanza kujenga nyumba alichimba chini sana mpaka akaufikia mwamba, akaweka msingi juu ya mwamba. Huyo anaitwa ni mtu mwenye akili. Bwana atusaidie sana. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Haleluya. Amina. Haleluya. Kwa msingi wa mafanikio yetu, msingi wa utajiri wetu wa kimwili, chochote kizuri unachokitaka, ukubwa wowote unaoutaka, urefu wote unaoutaka, unataka uende mwendo gani wa utajiri wako, unataka mke mzuri, unataka mume mzuri, kitakachoamua wewe kupata mke mzuri ama kupata mume mzuri ama utajiri wako uende mbali, kitakachoamua ni hali yako ya kiroho vile ilivyo. Haleluya. Haleluya. Hali yako ya kiroho vile ilivyo, maana yake huo ndio msingi wako. Msingi wako ukiwa ni mbovu, maana yake utajiri wako wa rohoni kama ni mbovu, usitegemee kwamba hicho kizuri unachokitaka, huo utajiri wa mwilini unaotaka kwamba utakuja kuupata. Kitakachoamua ni uwezo wa msingi wako wa kiroho ukoje. Haleluya. Haleluya. Watu wengi sana tunatamani vitu vizuri. Mabinti wengi, vijana wengi wanasema mimi nataka mume huyu mwenye sifa hizi, sifa nzuri kabisa. Ni sawa. Kitakachoamua uje kupata aina ya mume unayemtaka, kitakachoamua kupata mke unayemtaka, kitakachoamua sio vigezo ulivyoviweka, kitakachoamua ni msingi wako wa kiroho ukoje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa unasema mimi nitakuwa na huduma kubwa, nitakuwa mwimbaji mkubwa, nitakuwa mchungaji mkubwa, nitakuwa mwinjilisti mkubwa. Kitakachoamua kuwa na huduma kubwa sio matamanio yako, kitakachoamua ni msingi wako wa kiroho ukoje. Haleluya. Haleluya. Sio uwezo wako wa sauti, sio uwezo wako wa kuhubiri kama ninavyohubiri, sio uwezo wako wa kufundisha, la hasha. Kitakachoamua ni hali yako ya kiroho ikoje. Hali yako ya kiroho ikiwa bora, maana yake msingi wako ni imani.
imara. Hicho ndicho kitakachoamua mume unayemtaka aje kwako, utajiri unaotaka uje kwako, mafanikio unayotaka aje kwako, huduma unayotaka ije kwako. Haleluya. Hakitakuja chochote kama msingi wako wa kiroho ni mbovu. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Haleluya. Haleluya. Naweza nikataka kitakachoamua mimi nije kufika mbali, sio kutaka. Kitakachoamua mimi nifike mbali ni foundation yangu ya kiroho, ni msingi wangu wa kiroho ukoje. Unaweza ukabeba huduma kubwa, unaweza ukabeba maelfu ya watu, naweza nikataka, lakini kama foundation yangu ya kiroho iko chini, nitataka sitafika. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Nitataka, utataka. Kuna mtu anasema ndio mimi ni mhubiri mzuri, ndio mimi ni binti mzuri. Jipambe upendavyo, fanya utakavyo. Kitakachoamua sio kujipamba, kitakachoamua sio mavazi, kitakachoamua ni hali yako ya kiroho ikoje. Hiyo ndio itamfanya Mungu amlete mwanaume mzuri kwako. Hicho ndicho kitamua Mungu alete mke mzuri kwako. Haleluya. Hawezi Mungu akaleta kitu cha thamani kwako kikaanguka, ama kitakuangusha ama utakiangusha. Hello. Hello. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakati huu ulio nao wewe ambaye unatamani kufika mbali, usiombe Mungu nifikishe mbali. Usiombe Mungu nipe mke mzuri. Usiombe Mungu nipe mume mzuri. Mwambie Mungu, msingi wangu wa kiroho nataka uwe imara. Na lazima tuelewe, kaka zangu, dada zangu, lazima tuelewe ujenzi wa msingi hautegemei mchungaji atakujengea msingi, hautegemei mtu mwingine atakujengea msingi. Ujenzi wa msingi wako, jukumu la kujenga ni la kwako. Kila mtu naangalie namna anavyojenga. Anavyojenga nini? Anavyojenga msingi wake. Biblia anasema Zaburi 11:3, kama ikiwa misingi imeharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi unaweza ukaharibika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Inawezekana ulikuwa na msingi mzuri. Huo msingi mzuri uliokuwa nao ndio huo umekufikisha hapo ulipo. Ndio huo umekupa ndoa. Ndio huo umekupa huduma. Ndio huo umekupa mali. Ulikuwa na msingi mzuri, lakini sasa Biblia inasema kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi inaweza kuharibika. Barikiwa. Haleluya. 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 Ndio maana kuna watu kinachowachelewesha kupata sio kiwango cha maombi unachoomba, kinachochelewesha kupata unachokitaka. Mungu hatakupa kitu kizuri. Kinachokuchelewesha wewe kuinuka ni hali yako ya kiroho, ndio inakuchelewesha. Una vigezo vingi umeviweka. Unasema nitafika hapa, nitafika mbali. Ushauri ni moja kati ya mawili.
Punguza vigezo, binti kijana. Punguza vigezo. Ondoa vigezo vyote. Alafu sema, yeyote atakayekuja kwangu mimi nitaona naye. Mmenielewa? Nasema tena, punguza vigezo. Kigezo cha kwanza mpaka sio cha 10. Unaenda tu unapiga X, unamandika fulani, nasema huyu hapana. Ukitaka upate mwenza haraka, unataka upate mume haraka, unataka upate mke haraka, ondoa vigezo hivyo, vinakuchelewesha. Kwa nini hivyo vigezo vikucheleweshe? Umeweka vigezo ambavyo vigezo hivyo haviendani na hali yako ya kiroho ulionayo. Bwana asifiwe. Nataka mwanaume mzuri, mwanaume anayemcha Mungu, mwanaume si yuko hivi, mwanaume handsome akivaa yuko hivi, anampenda Mungu. Sawa. Mungu atasikiliza maombi yako hayo, atasimama kwenye maombi yako hayo, lakini atakachosubiri ni msingi wako wa kiroho, namna ulivyoujenga. Ikiwa msingi wako utaendelea kuwa mbovu, manake hataleta mtu wa thamani kwako, hataleta mke wa thamani kwako, hataleta mali za thamani kwako. Anajua nikizipeleka kwa huyu, nikimpeleka kijana huyu, nikampeleka kwa hili binti hili, sio jitu la ibada, hana chochote anafanya. Anasema huyu kijana huyu siwezi kumpeleka kwa yule binti, nitamtafuta binti ambaye anamcha Mungu, binti ambaye hali yake ya kiroho iko sawa sawa na yeye, ndio nampeleka huko. Mungu hawezi kukupa binti, Mungu hawezi kukupa mtumishi wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawezi kukupa mtu ambaye amebeba hatima ya maelfu ya watu. Ni kijana bado, lakini ndani yake kuna ukuu, ndani yake kuna kumcha Mungu, ndani yake kuna maelfu ya watu amebeba. Hawezi kukupa binti ambaye huwezi kuomba, sio mtu wa ibada, sio mtu wa neno, wala upo, hauna utumishi unafanya, hauna kazi unafanya. Ibada zako ni mara moja kwa mwezi, ibada zako ni ibada zilizopoa. Unataka Mungu akupe mke bora, akupe mume bora, hatakupa yeyote. Ndio maana nasema ondoa hiyo vigezo, upate yeyote atakaye kuondoa hiyo aibu tu. Soma Isaya 4. Soma Isaya 4:1. Isaya 4:1. Sikiliza. Nani kafika? Isaya 4:1, sikiliza. Na siku hiyo wanawake 7 watamshika mume mmoja, wakisema tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina, yani bora tu tuitwe tumeolewa, bora tu utuondolee aibu yetu, inatosha. Naongea na mtu wewe ambao unasema mimi kuolewa, nataka niondoe aibu na mimi walao niitwe ni mke wa fulani.
Ondoa hivyo vigezo, kwa sababu hali yako ya kiroho ulio nayo hairuhusu kupata aina ya mume unayemtaka. Utaolewa mapema, Flavian. Ni mapema tu binti yangu, utaolewa mapema tu.